Karibu katika Dream Media habari, lakini kwanza ni machache kati ya mengi tuliokuandalia siku ya leo. Mahakama ya Hakimu Mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam imeamuru tarehe 19 Mei mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu apelekwe mahakamani kwa ajili ya kesi yake badala ya kesi hiyo kusikilizwa kwa njia ya mtandao. Mkuu wa wilaya ya Mbeya Beno Malisa amewashukuru madaktari bingwa 36 walioweka kambi katika hospitali ya rufaa ya Mbeya kwa ajili ya kutoa huduma za kibingwa kwa wananchi kwa kuunga mkono juhudi za Rais Dr. Samia Suluhu Hassan za kuhakikisha wananchi wanapata huduma bora. Katika michezo ni rasmi sasa, bodi ya ligi nchini imepanga tarehe mpya ya mchezo wa Kariakoo Derby kati ya timu ya Yanga dhidi ya Simba uliokuwa uchezo Machi 8 mwaka huu, ambapo sasa utachezwa tarehe 15 Juni mwaka huu. Mtazamaji, taarifa hii ya habari inapatikana kupitia akaunti yetu ya YouTube ya Dream Media TZ, lakini tufuatilie kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii za Facebook na X ni Dream FM na Instagram ni Dream FM TZ. Na sasa ni muda wa kuziangazia kwa kina taarifa tulizokuandalia kwa siku ya leo, na uko nami Ana Msumeno. Mkuu wa wilaya ya Mbeya Beno Malisa amewashukuru madaktari bingwa 36 walioweka kambi katika hospitali ya rufaa ya Mbeya kwa ajili ya kutoa huduma za kibingwa kwa wananchi kwa kuunga mkono juhudi za Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan za kuhakikisha wananchi wanapata huduma bora. Madaktari hao kutoka mikoa inayojumuisha Ruvuma, Njombe, Mbeya na Songwe wameweka kambi hiyo ambayo inafanyika katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mbeya, na watatoa huduma hizo kwa muda wa siku 5. Zaidi na Sara Mwambepo. Akizungumza na wananchi waliofika kwenye hospitali hiyo tayari kwa ajili ya kupata matibabu, ambapo wamewataka wananchi kuchangamkia fursa hiyo ili kuokoa gharama ambazo wamekuwa wakizitumia kufuata huduma sehemu za mbali. Aidha, mkuu huyo wa wilaya amewataka wananchi kuchangamkia fursa hiyo mapema badala ya kusubiri siku ya mwisho ambayo wengi wao wamekuwa wakiomba muda uongezwe, jambo ambalo haliwezekani. Mmefanya vyema sana. Naomba pia muwaambie huko majumbani, wale wagonjwa walioko majumbani kwa sababu mbalimbali, kwamba ipo timu kutoka kwa Mheshimiwa Rais imekuja kuwahudumia. Nilitaka niwahamasishe hao hakikishe hawaachi mtu nyumbani, umwachi jirani, umwachi yoyote mwenye tatizo ambalo unadhani hapa akija atapata suluhisho. Kwa upande wake, mganga mfawidhi hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mbeya Dr. Abdalla Mbaga amewakaribisha madaktari bingwa na bingwa bobezi waliofika katika hospitali hiyo, huku akiwatoa hofu wananchi kuwa huduma zitatolewa bila upendeleo. Nchi kwa watu wa huduma ambao wapo watapita, mtapata maelekezo ili tusikae sana kwenye foleni hii, twende kwenye foleni ya huduma. Kwa hiyo mtatoa utaratibu na naamini utaratibu ni mzuri. Sara Mwambepo, Dream Media. Na asante sana Sara Mwambepo. Mahakama ya Hakimu Mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam imeamuru tarehe 19 Mei mwaka huu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu apelekwe mahakamani kwa ajili ya kesi yake badala ya kesi hiyo kusikilizwa kwa njia ya mtandao. Uamuzi huo umetolewa leo Jumanne Mei 6 na Hakimu Mkazi Mwandamizi Geoffrey Muhini wakati kesi hiyo ilipoitwa kwa ajili ya kutolewa uamuzi, akisema kwa misingi ya utoaji haki mshtakiwa huyo atatakiwa kupelekwa mahakama ya Kisutu ili aweze kusikiliza kesi yake kwa njia ya kawaida. Claudi Elias na taarifa zaidi. Akizungumza nje ya mahakama ya Hakimu Mkazi Kisutu, wakili Dr. Lugemeleza Nshala amesema uamuzi huo ni sahihi na kwamba mwenyewe Tundu Lissu amekataa kusikilizwa kwa kesi hiyo kwa njia ya mtandao. Antipas Lissu aletwe mahakamani Kisutu na aweze kusikilizwa, kesi yake isikilizwe mbele ya pande zote, kwamba upande wa utetezi, upande wa mashtaka na vile vile mahakama iwepo, umma uwepo uweze kuhudhuria kesi hiyo. Sasa kwa masingio basi ile amri ambayo ya kusikilizwa kesi hii kwa njia ya mtandao ambayo ilikuwa imetolewa na hakimu mnamo ile tarehe 23 na 24 ya mwezi ule wa 4, ile amri imewekwa pembeni na mahakama imeamuru kwamba kesi hii itakuendelea sasa kuanzia tarehe 19 ya mwezi huu wa 5 2025 itasikilizwa kwa njia ya mshtakiwa kuwepo mahakamani, kwamba Tundu Antipas Lissu atatakiwa aletwe na mkuu wa gereza la Ukonga kwamba. Naye wakili Peter Kibatala ambaye pia ni miongoni mwa jopo la mawakili wanayomtetea Tundu Lissu amesema umma una haki ya kushiriki mwenendo wa kesi hiyo na kuwataka wale wanaofika mahakamani
kuwa watulivu wakati wakifuatilia kesi hiyo. Kama jopo. Kwa hiyo nafikiri at least katika aspect hiyo hatuna deni. Sasa kunapokuwa na haki kuna responsibility pia. Kwa hiyo watu wetu tunawaomba kwa sababu masharti ya mahakama ni kwamba wale wanaokuja kuhudhuria wajiconduct properly, yani wajitahidi kuwa na nidhamu. Sasa wasituangushe sisi ambao tumevuja jasho na damu mpaka kufikia uamuzi huu.